Kwanza mpendeze Mungu na automatiki Mungu atakupatanisha na huyo ambaye amekuweka madarakani. Shika hilo, shika hilo, ewe mteule wa rais. Ukitenda namna hiyo utashangaa, hata ijapokuwa pengine utapishana na rais, lakini kama umefanya kwa uaminifu mbele ya Mungu, Mungu atakutengenezea mazingira rafiki ambayo ujapoondolewa katika hiyo nafasi, lakini haitasaidia kitu. Mungu atatengeneza njia pasipo njia. Sikiliza, atatengeneza njia pasipo njia ili uweze wewe kuchomoka tena uingie upande juu. Shika hilo, nakupa siri, mtumishi uliyeteuliwa na rais. Simama kwa Mungu. Hii ni huduma ya ujenzi makanisa. Katika kipindi hiki na katika siku hii ya leo tumejikita katika kuombea viongozi wateule wa rais katika serikali kuu. Wewe ambaye ni mteule wa rais katika serikali kuu, maombi haya yanakulenga wewe na kukaribisha uweke usikivu wako na ufatane nami, kwa maana ni siku ambayo Mungu amekukumbuka. Unazo changamoto za kukutosha ambazo ungependa Mungu akusaidie katika kuhakikisha kwamba unakutana na msaada wa kuondokana na hizi changamoto. Nami nianze kukuambia ya kwamba changamoto yako moja ni kwamba unafanya kazi kwa wakati, na ukijua wakati wowote unaweza ukahamishwa mahali ulipo ukapelekwa sehemu nyingine. Wewe kama ni mkuu wa wilaya, wewe kama ni mkuu wa mkoa, wewe kama ni mkuu wa majeshi, wewe kama ni mkurugenzi katika sekta fulani, wewe unajua ya kwamba wakati wowote unaweza ukatenguliwa mahali pale ukapelekwa mahali pengine. Aidha unaweza ukatenguliwa usiwe na nafasi yoyote. Hivyo wakati wowote unapopanga mambo yako, huna garantia ya kwamba yatakwenda kutimilika kama jinsi ulivyopanga. Hiyo ni kawaida, ni changamoto. Lakini ufanye nini? Umeshateuliwa, uko mahali pale. Nini kinakubidi ufanye? Mungu anahitaji akuongoze. Wakati mwingine wewe kama mteule, rasilimali haitoshelezi unayopewa utende kazi ili maendeleo yaweze kupatikana, matarajio ya wananchi yaweze kuonekana. Wakati mwingine hayaonekani kwa haraka, kwa sababu wananchi wanahitaji waone mabadiliko mara moja. Umeweka kuwa mkuu wa mkoa, umeweka kuwa mkuu wa wilaya, umeweka kuwa ni kiongozi wa usalama katika eneo ulilopo, lakini matarajio ya wananchi ni kuona mambo yanakwenda sawa. Wakati mwingine mambo hayaendi kama ambavyo unatarajia. Wewe unatarajia yafanyike, lakini hayafanyiki kwa wakati, na wananchi wanapiga kelele ya kwamba ni vipi upo pale, mbona mambo yanaharibika, mbona wizi unaendelea, mbona uhalifu unaendelea, watu wanatekwa, watu wanapata shida, na wewe uko mahali pale umenyamaza kimya. Kumbe na wewe yamekushinda, maana huwezi kuvuka mipaka ya uwezo wako. Rasilimali ulionayo haitoshi, lakini pia pengine mipaka ya majukumu yako inakuzuia usitende zaidi ya hapo. Lakini mwananchi hajui, yeye anahitaji aone mabadiliko. Maadamu wewe uko pale na title yako nzito, ni changamoto. Nafikiri unakubaliana na mimi, hiyo ni changamoto. Wakati mwingine unapata taarifa ambazo ni potofu. Taarifa zinakuja ambazo ni potofu. Wananchi wanaokuzunguka wanakusanya taarifa dhidi yako ambazo sizo, wanapatiwa labda na wanaharakati, labda na watu baki wasiokuwa kutakia mema. Wanawapatia wananchi taarifa ambazo hazina uhalisia. Pengine wameokota, zinaonekana ni zina uhalisia, lakini wewe pengine usingependa kwamba hizo taarifa ziwafikie wananchi, lakini zimeshawafikia kupitia wadukuzi wa taarifa kutoka kwenye vyanzo sahihi, na wewe kwako sasa imeshakula kwako, maana unaonekana kwamba hufanyi yanayopaswa. Tayari hiyo ni changamoto unakutana nazo. Kama vile haitoshi, matarajio ya muda wa kutekelezeka mambo unakuwa ni tofauti. Watu wanataka barabara liwe tayari, wanataka ruzuku iwafikie kwa wakati wale watu ambao unasimamia, lakini mambo yanachelewa viwandani, usafirishaji unakuwa mshida, hali ya hewa hairuhusu, mambo yanakwenda isivyo ndivyo, lakini wewe ndio unayeangaliwa. Kwa nini hujatoa jibu? Matarajio ya wananchi yanakwenda tofauti na wewe unavyofanya.
kwa sababu pengine mambo yako nje ya uwezo wako. Kwa sababu hiyo unajikuta tayari, hiyo ni changamoto. Ni changamoto pia kwa sababu na mawazo, mambo ni mengi yamejaa kichwani mwako, unatakiwa uyatekeleze ndani ya muda msimu mfupi. Muda wako wa kukaa katika majukumu hayo, katika nafasi hiyo umepungua. Umeambiwa utakaa pale kwa muda fulani, rais anatarajia umefanya 1, 2, 3, muda umesogelea, bado mambo hayajakamilika. Hata ijapo umepewa kila kitu ambacho, umepewa rasilimali yote, lakini mazingira mengine yanakuzunguka. Pengine wanakuangusha watu walio chini yako, hawatekelezi kama ilivyo. Pengine ni kwa sababu nao wanaitaka hiyo nafasi, lakini hawajaipewa, na sababu hiyo wanataka uanguke, wanataka wewe ufeli, wanakuwekea vitanzi. Hiyo ni changamoto unakutana nayo. Ufanye nini basi? Mtumishi mteule wa rais, ninakuletea tumaini kutoka kwa Mungu. Biblia inazungumza jambo dhidi yako, naomba usikilize, maana ni wakati mwafaka. Mungu anataka kukusaidia. Tutakwenda kusoma andiko moja au mawili ambayo yatatusaidia katika kufikia mwafaka. Haleluya. Tukienda kusoma katika kile kitabu cha Luka na sura ya 16 na mstari wa 10, neno la Mungu linasema, sikiliza kwa makini: aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Haleluya. Sasa wewe unatamani upate kibali tena na tena katika maisha ya utumishi wako, lakini unachotakiwa wewe ni kukaa katika uaminifu. Tenda wajibu wako kikamilifu, tenda haki kwa watu wote, ndipo utakapoona nyota yako inang'ara, kibali cha Mungu kwako kinang'ara, mbele ya kiongozi wako kinang'ara, kwa sababu umekuwa mwaminifu katika hatua na katika majukumu uliyopewa. Tenda kwa uaminifu, si kwamba umpendeze yule mkubwa wako, lakini umpendeze yeye aliyewapa uhai. Umpendeze Mungu, fanya kwa utisho wa Mungu. Haijalishi linakuja shinikizo liwalo lolote pembeni ambalo linakutaka uende nje ya barabara, hakikisha unampendeza Mungu kwanza. Mpendeze Mungu na automatiki Mungu atakupatanisha na huyo ambaye amekuweka madarakani. Shika hilo, shika hilo, ewe mteule wa rais. Ukitenda namna hiyo utashangaa, hata ijapo kuwa pengine utapishana na rais, lakini kama umefanya kwa uaminifu mbele ya Mungu, Mungu atakutengenezea mazingira rafiki, ambayo ujapoondolewa katika hiyo nafasi, lakini haitasaidia kitu. Mungu atatengeneza njia pasipo njia. Sikiliza, atatengeneza njia pasipo njia, ili uweze wewe kuchomoka tena, uingie upande juu. Shika hilo, na kupa siri, mtumishi uliyeteuliwa na rais. Simama kwa Mungu. Ipo mifano ya watu ambao walisimama imara, hawakujali wale walioweka katika madaraka watasema nini. Mwangalie katika Biblia, tunaye Daniel. Daniel alikuwa tayari ameshahakikiwa kwamba ni mwaminifu, na hata kiongozi wa serikali alimweka katika madaraka kusimamia mambo ya wilaya yake. Lakini wakati ilipofika, yule mtumishi yule kiongozi mkuu ambaye ni mfalme, tunasoma jinsi ambavyo aliweka sanamu na akasema kila mtu katika nchi ile anastakiwa iabudu hiyo, na watu wote walifanya hivyo. Danieli japokuwa alipewa madaraka ya kuongoza hiyo wilaya, lakini aliamua kumtii Mungu. Alisema, mimi sitafanya hilo, haijalishi nimewekwa mahali hapa na yeye huyu aliyeniweka, lakini kama amekiuka mapenzi ya Mungu, mimi sitakuwa tayari. Unajua yaliyompata ni kweli. Kiongozi mkuu alichukua jukumu la kumwangamiza Danieli na wenzake, lakini unaona utetezi wa Mungu ulivyojitokeza. Hakika alichomoza tena, akaonekana kwamba yeye ni shujaa, na Mungu akamtumia yule ambaye alikuwa anamtenza majaribu, ameweka katika mtego. Yeye akasema ya kwamba
asiwepo mtu mwingine mwenye kumwabudu Mungu tofauti na yule wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Alisema, akatangaza huko katika dunia yote, asiwepo. Katika jina la Yesu nakwambia na wewe, simama kwenye uaminifu. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, utakuwa mtu wa tofauti. Utachanua na kuchanja mbuga ya mafanikio, hata kama yupo mpinzani, hata aliyekuweka mahali pale ajapo simama kinyume nawe, lakini ukiwa mbele ya Mungu uko sahihi, Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Simama imara. Neno la Mungu linasema katika sehemu nyingine, tukisoma katika Mithali orabashandarabakasi, twende tukasome katika Mithali ile ya 28 mstari wa 25. Mwenye nafsi ya kutamani huchochea fitina, bali amtumainie Bwana atawandishwa. Mwenye nafsi ya kutamani huchochea fitina, bali amtumainie Bwana atawandishwa. Kuwandishwa maana yake kubarikiwa, kunenepeshwa, kupewa ufanisi wa yale. Ukimtumainia Bwana, ewe mteule wa rais, mtumainie Bwana katika kazi zako zote. Mungu atakunyanyua, nafsi yako itakwenda kushaini, haijalishi nani anasimama kinyume nawe. Ni neno la faraja. Ukiwa mwaminifu katika kidogo, Mungu atakunyanyua, ataweka njia pasipo njia, nawe utastawi. Hata akija mtawala mwingine atakuona, hata ulikuwa umejificha, umetupwa kule majalalani, lakini atakunyanyua na utaonekana unachanua. Ora pasharabakase. Unamkumbuka Yusufu, alinyanyuka, alifichwa kwenye shimo, lakini wale wakamtoa na kumuuza tena kule katika nchi ya utumwani Misri, lakini huko aliendelea kuonekana kama mnyonge, lakini mwisho wa siku alichanua. Wale waliokuwa wamemdhalilisha walikuja wakasema, huyu ndiye mwenyewe, huyu anatakiwa inuke awe juu yetu sisi sote. Na wewe itakuwa hivyo hivyo endapo utadumisha uaminifu kwa Bwana. Naenda kukuombea sasa, mkao wa kupokea katika jina la Yesu Kristo. Ewe mteule wa rais, ninasema katika jina la Yesu, Mungu tazama, ujumbe umefika kwa mtu wako Bwana. Yeye yuko mahali pale, anayo hofu ya Mungu, lakini yuko kwenye mazingira magumu, naye anajaribiwa kutenda yasiyofaa, lakini anaogopa ni nini akifanye, akutii wewe au amtii mwanadamu. Lakini Baba, naomba neema yako ikawe juu yake. Mjoli wako huyu amesikia ujumbe huu, unamtia moyo. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, hakikisha Bwana unampaka mafuta ya kipekee, uso wake ung'are kama wa Danieli. Uso wake Baba uwe usiokuwa na makunyanzi, usiokuwa na hofu, usiokuwa na wasiwasi, bali akatii sheria yako Bwana, ili kwamba Mungu ukamtumie kwa ushuhuda machoni pa wakuu, machoni pa wazito, ili waweze kujua yupo Mungu wa ujenzi makanisa. Baba, ninaomba mwangalie mtumwa wako huyu, umbariki. Damu ya mwanakondoo Yesu Kristo ikamwagike na kumfunikia, ili kwamba akaweze kuonekana yeye ni star katika ulimwengu wa roho. Japo kuwa Bwana amedhalilishwa mara nyingi amekumbana na mitego, lakini sasa Mungu kaitegue katika jina la Yesu. Wametamani hata kuondosha uhai wake kwa sababu ya uaminifu wake. Naomba sasa Baba, hebu mwonekanie, ukamtie nguvu, ukampe moyo mkuu, akawe jasiri kuyatamka yale ambayo yanatoka kwako, ili asimpendeze mwanadamu, bali akakupendeze wewe kwanza, na hatimaye mwanadamu atapendezwa tu, atake asitake, maana nguvu yako itamshukia, na yeye ataenda kukiria kwamba yupo Bwana wa ujenzi makanisa, yupo Bwana wa huyu mtumishi mteule wa rais. Naomba Bwana, tenda neno lako la muujiza kwa mtu huyu. Pokea mtumishi wa Mungu, pokea muujiza wako. Mungu amesikia kilio chako. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo, imekwisha kuwa. Ropa shari la kesi, katika jina la Yesu Kristo, imekwisha kuwa. Rudia, imekwisha kuwa. Ndio, rudia tena, imekwisha kuwa. Nimepokea. Sema, nimepokea katika jina la Yesu. Amen. Amini. Hilo limekwisha kuwa. Mimi ninaliona tayari limefanyika. Utamshangaa Mungu wa ujenzi makanisa, na Mungu atakapokwisha lidhihirisha kwa macho yako ya nyama na damu. Usiache kumpa Mungu utukufu.
Hakikisha unampa Mungu utukufu kwa sadaka yako safi, sadaka inayoitwa ya ujenzi makanisa. Maombezi kwa global donor. You are one of the global donors. Among them is you and I. Hakikisha tunaungana pamoja katika utumishi huu kwa sadaka yako, na Mungu atakwenda kudumisha muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo, furahi ndani ya moyo wako, maana imekwisha kuwa. Na sasa nasema hivi, endelea kufuatilia vipindi vyetu na uendelee kushare na watu wengine waweze kufaidika kama wewe ambavyo unakwenda kufaidika. Hadi tutakapokutana tena siku na wasaa kama huu wiki nyingine, nipende kukuaga nikisema Mungu akubariki. Bye bye. Amen.